Katika somo la kwanza tunasikia Mungu anatenda kwa wakati wake. Tunapoanza kusimuliwa kisa cha mama Hana katika uzao huo wa Samueli. Kwa hivyo kadiri Mungu anapopanga kipo anavyotenda, na neema na baraka zake zinakuja kwa wakati wake, lakini pia kuna msukumo wa juhudi yetu kwa kumwelekea Mwenyezi Mungu. Katika somo la Injili tunasikia Mungu anaita pia kwa mapenzi yake na kwa namna yake. Anaita watu wenye karama mbalimbali. Tunasikia wito wa Petro na Andrea. Petro anafahamika na wengi kama ni mtu machachari aliyekuwa amehubiri, amefanya vitu vingi. Lakini wengi wetu kuuliza juu ya habari ya mtume ya mtakatifu Andrea mtume, wengine inawezekana tusiwe na kitu cha kueleza, sivyo jamani? Tunafahamu vidogo sana kuhusu mtakatifu Andrea. Vivyo hivyo Yohane anafahamika sana, amefanya mambo mengi makubwa. Lakini wengi tukiwaambia tuseme juu ya Yakobo ndugu na Yohane, inawezekana tusiwe na chochote cha kusema. Ndio Mungu huyo anavyoita. Sisi katika historia ya shirika letu, Gaspari mtakatifu alikuwa ni mtu machachari sana, mwenye uwezo mkubwa sana wa kuhubiri na kufundisha. Lakini John Merini alikuwa ni mtu mtaratibu, hakuwa na vipawa kama alivyokuwa Gaspari. Yeye ndiye ambaye alisaidia kulishepu na kutunga kanuni za shirika na mashirika mengine pia. Ajabu yake ya tafakari kwangu na tafakari kwako pia, watu ambao waliishi nao kwa ukaribu na kuwasaidia sana, wakawa maarufu na kufanikiwa, majina yao yalivuma sana. Jina lake halikuvuma kiasi hicho. Yeye aliishi na mwanzilishi wa shirika letu Mtakatifu Gaspari kama rafiki yake wa karibu sana na msaidizi wake wa karibu sana. Lakini katika kanisa Gaspari alitangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1954. Yeye alipewa kazi ya kuwalea mabinti wengi, na kati ya mabinti ambao aliwalea kiroho alikuwa Mtakatifu Maria di Matias aliyekuwa mtakatifu mwaka 2013. Mwaka 2025 ndio yeye anakuwa mwenye heri. Wakati wa Mungu ni wakati, na kwa Mungu hakuna kuchelewa. Pendwa ndugu zangu, sisi tumo hapa na vipawa, karama mbalimbali. Mwenyezi Mungu atusaidie, tusaidiane katika karama zetu ili injili iweze kusonga mbele. Giovanni Merini hakuona wivu kwa sababu yeye hakuwa na kipawa kikubwa kama alivyokuwa Mtakatifu Gaspari. Alitimiza wajibu wake kadiri ya vipawa na karama zake. Ndivyo nasi wana utume wa Radio Maria tunavyoitwa kutenda na kufanya hivyo. Lakini wakati fulani Mungu akikubariki kunakuwa na kashikashi pia, si ndio jamani? Maneno hayakosi, sivyo? Vijembe havipungui, sivyo? Ndivyo ilivyokuwa kwa mtokeo wa Alfonsina. Alfa alipotokewa na mama yetu Bikira Maria, alipingwa na watu wengi. Na wale watu ambao walikuwa wanamuita kwamba huyu ametoka sehemu ya wachawi, kwa hiyo hayo mambo yao ya kishirikina, mambo yao ya kichawi. Ndivyo alivyokuwa akitukanwa mtokeo wa Alfonsina pale Kibeho. Alfonsina akawa naomba, mama, basi mtokee na mtu mwingine ili walau tupate nguvu ya kueneza ujumbe huu. Sala zake zinasikiwa na mama yetu Bikira Maria. Ndio mama anamtokea Natalia. Na wanapoungana Natalia na Alfonsina, walau ujumbe wa Bikira Maria unaanza kupata maana. Na watu wanaanza kuelewa na kuamini. Inawezekana pia sisi kwa karama zetu, kwa juhudi zetu na kwa bidii yetu tunapata ugumu wakati fulani katika kutenda na kuwajibika. Tuombe kwa mama yetu Bikira Maria atujalie wasaidizi, atujalie companion wazuri ili tuweze kufanya vyema yale ambayo Mwenyezi Mungu anataka tufanye katika utume wetu. Atujalie washauri ambao watatutia moyo katika utume na wajibu tunaofanya. Mwenyezi Mungu na atusaidie.